Macho na masikio ya vyombo vya habari duniani yako kule Beijing. Beijing, Uchina, ambako rais wa Marekani Donald Trump anafanya ziara ambayo imekuwa ikipangwa na kuahirishwa, lakini mara hii ameelekea Uchina na amepokelewa. Na gumzo limekuwa, watu wanauliza kuwa kiongozi mkubwa wa nchi kama Marekani akiongozana na crew ya watu ambao wanaamini wao ni watu bora sana duniani, kwa sababu yuko na CEOs wa makampuni makubwa ya teknolojia na makampuni makubwa yaliyoendelea duniani. Yaani wale CEOs tu, kampuni wanazozimiliki thamani yake ni zaidi ya dola trilioni 1, akiongozana na wafanyabiashara wengi kweli kweli kwenda Uchina. Mapokezi yake ndio yamekuwa mjadala pia kwa baadhi ya mitandao. Wanauliza kuwa inawezekana vipi Donald Trump na crew yake hiyo asipokelewe na mwenyeji wake Rais Xi Jinping, lakini amekwenda kupokelewa tu na watu wa kawaida, hasa akikusanyiwa watoto wanaomchezea na kumwimbia. Ni ishara ambayo imekuwa na maswali ya kuuliza, lakini huo ni utaratibu ambao huenda ulikuwa umekusudiwa uwe hivyo. Ukichukua hiyo ni tofauti na mfano ziara ya hivi karibuni katika hawa viongozi wakubwa. Ilikuwa ni ziara ya Rais Vladimir Putin alipokwenda Marekani kule Alaska, wakakutana na mwenyeji wake Donald Trump. Trump alimpokea wakati anateremka kwenye ndege, alimpokea na wakaenda kwenye red carpet na wakazungumza. Hapa imekuwa ni tofauti kidogo kuwa yeye amekuja kukutana na Xi Jinping, baada ya kuwasili ndio amekuja wakakutana na wakazungumza mambo mawili matatu. Trump akasisitiza urafiki wao wenye uaminifu kati yao na China, lakini Rais Xi akasisitiza pia na hilo swala, lakini akagusia kuhusu swala la Taiwan. Akasema kuwa swala la Taiwan ndio ishara pekee itayotoka kati ya ustahimilivu wa Marekani na China. Kama tutabaki kuwa marafiki, itaashiria swala la Taiwan, lakini kama tutabaki kuwa maadui, basi yote yatatoka kwenye jibu la uhusiano wa Taiwan na Marekani kuanzia hivi sasa, katika kipindi ambacho kunawezekana tukashuhudia mabadiliko makubwa duniani kutokana tu na ziara ya bwana Donald Trump. Amani iwe nawe, peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Na tuzungumze kidogo, na leo nitajikita sana kuzungumza kuhusu hii ziara ya bwana Donald Trump kwenda Uchina. Japokuwa ndani ya hii ziara nitagusia hali halisi inayoendelea na ziara ilivyokuwa. Unajua, ziara hii imeahirishwa mara kadhaa, na lengo kubwa la kuahirishwa hii ziara ya kuingia na kutoka ilikuwa ni kile ambacho Marekani walikuwa wanatafuta. Unajua, Trump ni mtu ambaye hupenda sifa, hupenda kujifaharisha, hupenda kuonekana amefanya mambo makubwa, hupenda kuacha alama, hupenda kila kitu inakuwa hivyo. Yaani mtu ambaye hupenda, inaweza kusema ni mtu anayependa sifa. Sasa kilichotokea mwisho wa awamu ya bwana Joe Biden kuja kwa Trump kule Syria, na kile kilichokwenda kutokea Venezuela, ilikuwa ni ishara ya kutanuka. Yani kile ambacho Donald Trump anasema kwa tunaitengeneza Amerika iliyokuwa bora zaidi. Anasema sisi ni bora kuliko wengine wote, na mara kadhaa imejulikana kabisa hakuna mshindani wa ukweli wa uchumi wa Marekani zaidi ya China. China ndio mshindani wa ukweli. Hao wengine wote unaweza kusema kwa huwezi, unaweka mbali. China ni mshindani wa kweli katika uchumi, pamoja na hata kijeshi, bado China ni mshindani halisi wa Marekani. Sasa Trump alivyoyamaliza Venezuela, alitaka kumaliza na Irani, kwa sababu wapi ungeitenganisha Irani na Venezuela na Uchina? Zote nakuwa, yani alitaka amalize Venezuela, amalize Irani, alafu aende China. Akifika China, basi mkakati wake ungekuwa mzuri sana. Indo-Pacific yote ingekuwa yake, na angeamua kuwa nani awe mtawala wa Global South. Angeamua ampe mshikaji wake India, ambaye amekuwa akimtumia hata kwenye BRICS kama mshirika wake wa kumchallenge China, au ampe nani. Hiyo lingeamua hivyo. Wakati unapiga hesabu na wenzako wanapiga hesabu za mwisho ndio huwa zinaamua hesabu za nani zinakuwa bora. Mara kadhaa anasema hesabu za mwisho huwa zinaamua hesabu ya nani huwa bora. Lakini tunapanga, wanapanga, Mungu anapanga. Mipango iliyo bora zaidi ni mipango inayopangwa na Mungu. Sasa ziara ambayo iliahirishwa, ambayo
Kwa nadharia ya Donald Trump ilikuwa ni ziara ya sifa kwenda China, ziara ya kwenda kumtambia China kuwa mimi ni mkubwa kwako, huwezi lolote, nimemdhibiti Venezuela, nimemdhibiti Iran na nimebadili kila kitu, kwa hiyo sasa utafata hiki na hiki na hiki ninachokitaka mimi. Lakini imekuwa sivyo. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya Marekani kuwa Trump angekwenda kwenye ziara hii ya Xi Jinping. Unajua, baada ya ugomvi mkubwa wa tarifu kuanzia awamu ya pili ya ujio wa Donald Trump, wamegombana sana na Uchina kwenye kodi. Kodi zimeongezwa, mpaka walifikia wakaekeana kodi 100%. Huyu anaweka 100% na huyu anaweka 110%, wakaweka 120%, mpaka ikafikia wakasema hebu tuzipostpone kidogo, halafu tuanze mjadala wa mazungumzo. Wakazizuia, halafu wakaanza mjadala wa mazungumzo, na mazungumzo yameendelea. Hivi juzi walikuwa na mazungumzo kule Korea Kusini. Sasa ziara ya Marekani kwenda China ilikuwa kama ingekwenda vile Marekani aliipanga, basi China alikuwa anaenda kuwekwa mfukoni na Marekani, kuwa Marekani ya Donald Trump ingecheza katika uwanja kwa kurukaruka na kujitanua, lakini haikwenda ilivyo. Leo hii Marekani anakwenda China, sio kwenda katika ile nadharia alikuwa anaiota, lakini kwenda kwa kuhitaji zaidi. Hilo ndio jibu liko hapo, kuwa anakwenda kutaka zaidi. Kutaka zaidi nini? Kutaka zaidi usaidizi wa China, kwa sababu migogoro miwili imestack sehemu ambayo Marekani hana sauti au hawezi kufanya maamuzi. Mgogoro wa Urusi na Ukraine, ambao Marekani mara kadhaa amemtaja China kuwa mshirika wa upande wa Urusi na akisaidia. China alikwenda kureplace karibu kila kilichoondoka cha magharibi katika ardhi ya Urusi. Makampuni ya magharibi pale yalivyoanza kuisusa Urusi, kuondoa kila kitu kule ndani ya ardhi yake, walifunga makampuni mengi yakiwemo makampuni ya magari, wakifunga migahawa ya kimagharibi, wakafunga hoteli za kimagharibi. China alichokwenda kufanya ndani ya Urusi ni kureplace majina tu, lakini kila kilichokuwa kikipatikana awali kilipatikana. Sasa alichukua hilo na akarudisha. Wakati vikwazo vya Marekani na washirika wake wa magharibi kuelekea kwenda Urusi, kuzuia mafuta ya Urusi, aliyekuwa akimfaidisha bado ni China, anabaki. China akawa mchezaji wa kimkakati mkubwa. Sasa huo ni mgogoro ambao Marekani hana uamuzi nao, na mara kadhaa ameshindwa kuamua. Hata kwenye hii ziara unaona kuwa Rais Zelensky anamwambia Donald Trump azungumze na Xi ili Xi azungumze na Urusi ili waweze kutatua hili tatizo. Kwa unaweza ukaelewa picha kamili kuwa nani anaweza kuyatatua kitu gani kwa wakati gani. Sasa Marekani anakwenda China hali ya kuwa anamkuta China akiwa ana maamuzi mengi, yani kuwa anamtegemea kwa vingi. Yani tuseme kama ni mshenga, basi huyu ni mshenga anaingia nyumba yoyote. Anaweza kusikilizwa na Urusi kuhusu mzozo wa Urusi na Ukraine, wakakaa wakajadili, japokuwa mara kadhaa amesema kuwa sipendi kuingilia haya maswala na maswala yao yataamuliwa na wenyewe kile wanachokiona kuhusu Urusi Ukraine. Lakini China ni mshirika ambaye yani tuseme kuwa ndio aliyeshikilia uchumi wa Irani. Uchumi wa Irani umeshikiliwa na China kwa kiwango kikubwa, kwa sababu baada ya sanction kubwa za mafuta kwa kipindi kirefu sana, nchi nyingi hazikuweza tena kufanya biashara na Irani. Nchi nyingi zilijiepusha na Irani, lakini kwa sababu China ni nunda na baadhi ya vikwazo vya Marekani vilikuwa vinaweza vikadunda na akaamua kufanya biashara, Uchina aliendelea kufanya biashara kama vile alikuwa anafanya biashara na Venezuela. Lakini tayari Venezuela Marekani alishamzunguka China, akabadili utawala. Utawala gani ameubadili? Alimtoa Maduro, akapachika Delcy, ambaye Delcy alisalimu amri kwa Marekani na akaamua kuchukua mamilioni ya mapipa ya mafuta yakawa yanaelekea Marekani, na Marekani akabaki kuwa dalali. Mchezo anaowachezea Waarabu, kuwa dalali wa katikati. Yeye ndio anasimamia mauzo ya mafuta yote na malipo yote ya mafuta yataingia kwenye benki za Marekani, alafu yeye atakupangia kuwa kiasi gani kije kwako kwa wakati gani, na ukifanya proposal ya kuomba nahitaji fedha zangu zije, inabidi uandike maelezo ya kutosha kuwa kwa nini unataka fedha. Kama inawezekana sisi tukaja tukafanya, tutaleta makampuni yetu yaje afanye hiyo shughuli, lakini kwa nini unataka fedha na fedha ni zako. Hilo amelifanikisha kwa Venezuela. Sasa China ndio anasikilizwa na Iran, na Iran ndio hataki kumaliza vita. Amekuwa mgumu kukubali masharti. Hata pale Marekani alirahisisha kazi, kuna wakati unamuhisi na unamuona Donald Trump kuwa anamrahisishia Irani hata majibu, kuwa unaonaje ukifanya hivi, tukafanya hivi, tutafungua hivi, watu wa Irani wataishi vizuri, uchumi utafunguliwa Irani, kila kitu kitakuwa cha Irani. Yani ni kama vile anajaribu kuwachezesha watoto akili, kuwa tutafanya hiki, tutafanya hivi, tutafanya, lakini Irani wanazuia kumpa kile ambacho yeye anakitaka. Yani hata angalau ushindi mdogo wampe, bado wamegoma. Sasa nani anaweza kuwachezesha wa Irani? Kuna watu wamekuwa wakiniuliza kuwa Rabi, unadhani China anaweza akamsaliti Irani au ikawaje? Huwa sipendi sana kupiga mstari kwenye hili, lakini mara kadhaa huwa narudia kuambia
The problem is kuwa kuna watu vitu hawapendi kuvisikia. Kuna wakati huwa ninapenda kuambia kuwa okay, tuna nchi kubwa zenye mabavu, yani zenye ukubwa wa kijeshi. Unaweza Marekani, Urusi, Uchina. Sio, umeona? Yani tunaona kuwa hizi ni nchi kubwa za, lakini nilishasema kuna baba na babu. Marekani anabaki kuwa ni babu yao kwa wote. Na nimewaambia kuwa muda mwingi wakati hizi nchi zinajipanga, Marekani aliwahi dunia, akakaa kwenye njia zote ambazo baadaye wao wanapotaka kwenda duniani wanajikuta wamekutana na madaraja mengi ambayo yanamilikiwa na Marekani. Kwa hiyo atakutoza hapa, atakutoza hapa, atakutoza hapa ili uweze kufika duniani. Kwa hiyo Marekani anabaki kuwa anavyo vingi alivyohifadhi, yani kuwa huyu siku akininyima hiki nitampa hiki, huyu nitampa hiki, halafu atanifungulia sehemu fulani na hili litapita. Lakini tumeshuhudia katika kipindi hiki ambacho tumeona washirika wa upande wa pili, na hili nimelizungumza mara kadhaa, washirika wa upande wa mashariki, washirika wa Urusi na China wamekuwa ni washirika ambao unaweza kusema kama mayatima, ambao huwezi kufananisha na washirika wa pili upande wa Marekani. Marekani akiwa mshirika wako akikusaidia, hata ukivamiwa atakusaidia, hata pale kwenda na wewe kufa watakufa wote. Marekani anakwenda na washirika wake na wanakufa pamoja na wanakwenda pamoja. Ni tofauti kabisa na washirika wengine, na hii mifano nimeitoa mara kadhaa. Tumeona Syria ilivyoteketea. Niliwaambia kabla ya Venezuela kudondoka, wakati wa mzingiro tu wa Marekani ulivyokuwa umezingira pale Venezuela, watu wakasema kuwa haiwezekani China akaruhusu, wala Urusi hawezi kuruhusu Marekani kuivamia Venezuela. Nililizungumza kabla, nikamwambia Marekani anaweza kuvamia Venezuela akafanya anayoyataka na China na Urusi asiingie. Nini kilitokea? Yale niliyoyasema yakatokea hayo. So ukiwauliza washirika wao wanakuambia oh no, tuna mkataba wa nuclear. Mkataba huu unazuia nchi za nyuklia zisiweze kushambuliana. Kwa nini huu mkataba haufanyi kazi Marekani? Kwa nini nyinyi tu wenye nyuklia wa upande wa pili ndio mnahofia hili? Lakini kwa nini Marekani yeye hahofii kukabiliana na nyinyi, ila nyinyi mnahofia kukabiliana na nyuklia? No, hili ni swala la ukubwa. Kuna mmoja mkubwa, mwingine ni kawaida. Mara kadhaa nawaambia kuwa Marekani wakati anaondoka Philippines, mfano Marekani alitawala Philippines, moja ya nchi chache kabisa zilizowahi kutawaliwa na Marekani ni Philippines. Marekani alitawala Philippines. Wakati Marekani ameweka vikosi vingi Philippines, ilikuwa kwa sababu ya Vietnam, vita ya Vietnam, sio kwa sababu ya tishio la China. China hakuwa threat, yani hakuwahi kuota kuwa hao watakuja, yani walionekana kama watu wa kawaida tu. Ujamaa kwa sababu ulishafeli sehemu nyingi duniani, sio katika yale mabadiliko China waliyafanya ghafla na kuamua kufanya kazi, wakafanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi ghafla Sasa alikuwa na akaondoka. Maanake Marekani aliondoka Philippines, akaondoka akafunga mpaka kambi zake, kuwa hakuona tishio lolote. Lakini baada ya muda Marekani anakuja kustuka, huyu China inabidi tumkalie hapa. Akaanza proposal upya za kuomba kambi za kijeshi apewe Philippines. Wakati wa Duterte ambaye yuko sasa hivi kule kwenye mahakama ya ICC aligoma, kwa sababu unamjua Duterte misimamo yake. Aligoma kuwaruhusu Marekani wafungue kambi zao, lakini kuja Marcos Rojo Junior, huyu wa sasa rais, akaruhusu Marekani wafungue kambi, wakarudisha kambi zao kwa ajili ya kuimonitor China kwenda upande wa pili. Lakini ndio Marekani ikawa sasa Marekani kuongeza uwepo wake wa kiwango kikubwa. Wachukulia kuwa wakati baada ya vita pili ya dunia, nchi zilizokuwa na kambi nyingi za kijeshi za Marekani ilikuwa Ujerumani na Japan. Lakini Marekani alifunga kambi nyingi za Ujerumani ambazo zikabaki, zilikuwa zaidi ya 120, ziko 40+ hivi sasa, lakini ndani ya Japani hakuzidi. Japani ina zaidi ya kambi 100 za kijeshi za Marekani. Yote hiyo ilikuja baada ya kuona tishio kubwa limekuwepo upande wa China. Akaenda Korea Kusini, akajikita, akakaa pale, akaanza uhusiano na Taiwan wa moja kwa moja. Sasa Trump yupo China, lakini ni kama underdog. Hili lieleweke. Licha ya kuwa ana ofa nyingi za kumpa China, kwa sababu mwiba uliomkalia kooni hivi sasa Donald Trump wa Urusi na Ukraine na wa Irani, anayeweza kuchomoa ni China. Sasa China anaweza kumsaliti Irani. Hizi nchi kubwa huwa nawaambia kuwa hazina maslahi ya kudumu, wala hazina adui wa kudumu, wala rafiki wa kudumu. Wao zinayo maslahi ya kudumu. Sahihi kuwa zenyewe hutazama maslahi ya kudumu. Ukiuliza ofa ambazo Marekani anaweza kumpa China, na ukiuliza ofa ambazo Irani anaweza kumpa China, jibu ni jepesi tu, kuwa ofa za Marekani ni bora zaidi na zinamfaidisha zaidi China. Lakini zina guarantee gani? Kwa wakati gani? Marekani anazo ofa nyingi. Soko lake tu ni ofa kubwa sana ambayo China amekuwa akilililia kwa miaka.
Soko la ndani la Marekani ndio soko bora kabisa ambao Donald Trump ndio maana anaweka vikwazo vingi sana kwenye hili soko. Wenzake wa Ulaya amekuwa akiwapiga vikwazo, tunaongeza 20%, 25% kwa sababu ya soko la Marekani. Soko la Marekani ndio soko lenye fedha, soko ambalo litakupa kila kitu. Ni soko ambalo China analiota. Mabadiliko makubwa, mfano kuwa China sasa hivi ni muuzaji wa magari ya umeme na anaweza kuwa anaongoza sasa na anatengeneza magari bora sana anayaweka sokoni ya kiwango cha hali ya juu sana, magari ya umeme ambayo bei yake bado yanafika sokoni yakiwa bei ndogo zaidi ukilinganisha na magari yanayotengenezwa Ulaya na gari zinazotengenezwa Amerika. Kwa hiyo Ulaya na Marekani hawawezi kucompete na China kwenye uzalishaji wa magari ya umeme sokoni, kwa sababu hata ile walivyosema kuwa sio quantity ni quality, bado naye quality anayo, yani quality ya uhakika. Nadhani wananielewa sana watu wanaotumia kama BYD, Beyond Your Dream. Umeshawahi kukutana na hii gari ya Kichina? Mnaotumia magari kama Jetor mnaelewa nini tunakizungumza. China ana gari bora sana za umeme. Sasa atampa ofa gani? Kwa sababu katika mzozo huu mara kadhaa vyombo vya habari vimeandika kuwa Marekani katoa ofa nyingi sana kwa Irani ili Irani atoe ushindi hata mwepesi, kwa hebu tupe ushindi wowote angalau turudi nyumbani tutambe. Wa Irani wamekaza, hatutaki kumpa ishara yoyote ya ushindi Donald Trump, wamekaza. Sasa Trump kaamua kwenda wapi? Kwenda kwa babake Irani, China. Bwana hili linatakiwa liishe. Siwezi kusema kama China atamsaliti Irani, uhusiano wa kila kitu, lakini kuna wakati nimezungumza hapa last week nikawaambia kuwa kwa nini Sinopec aliondoa uwekezaji Urusi. Kampuni ya nishati ya China kubwa kabisa ilikuwa na uwekezaji mkubwa dola milioni 500 kule biashara yao, lakini walivyopigwa mkwara na Marekani waliondoa. Waliondoa, na Urusi na China ilivyo waliondoa. Sasa swala la Irani tuweze tukae mguu sawa, mguu pande mguu sawa, lolote linaweza likatokea, lakini sidhani kuona kama China anaweza kujaribu kuathiri uhusiano wake ambao wa uaminifu. Unajua kuna uhusiano ule wa mashaka na uhusiano wa uaminifu. Wanasema ni bora uendelee kula dagaa na ugali kwenye amani kuliko kuendelea kula pilao kwenye vita. Sasa China ana uchaguzi kuwa akale pilao kwenye vita au abaki kula dagaa zake na ugali kwenye amani yake, kwa sababu anafahamu kuwa uhusiano wake na Irani ni uhusiano ambao umefungamanishwa, yani kuwa huu ni uhusiano ambao unampa kwa uhakika, tofauti na uhusiano wa Marekani ambao unategemea sera. Unajua rahisi kusema kwa tufanye hivyo, kuwa unapoingia makubaliano mfano na Irani unafanya na makubaliano kuwa ule ni utawala ambao hata ukibadilika ni wale, kwa sababu kuna kiongozi supreme leader haondoki mpaka afe. Manake sera za nje kubadilika ni kazi, unaweza ukabaki na zile sera za nje muda mrefu. Lakini kwa Marekani ni mfano wa nchi nyingi za Kiafrika katika mabadiliko kwenye swala la sera, kuwa nchi nyingi za Kiafrika mfano hazina sera ambazo zinalinda, yani hazina sheria zinazolinda sera. Sera inaletwa tu labda na utawala fulani, kuwa sera yetu ni hii na hii na hii. Sisi hapa tumepitia na hili kwa kiasi fulani, tulikuwa tuna sera hizi na hizi, lakini anakuja kiongozi mwingine, sasa mimi sitaki hili, naenda njia yangu. Huwezi kumfunga kwa sababu hakuna sheria inambana, hakuna sheria inayomlazimisha atimize au akamilishe kile kilichokuwa nyuma. Hakuna sheria inalazimisha amalizie kile kilianzishwa na mwenzake, haipo sheria. Maanake kwa zile zilikuwa ni sera ambazo zilikuwa ni utashi wa na Marekani. Wakati mwingine kwa sababu tumeiona Marekani kina Joe Biden ni ile Marekani ambayo wageni njooni, tunaruhusu, hatutaki hii, tunasaidia Ukraine, tunasaidia Israel, tunasaidia huko, ndio ilivyo. Nchi inaunga mkono. Amekuja Donald Trump kaja na mabadiliko yote kuwa hatutosaidia Ukraine, sisi hatutaki wageni, mabadiliko yanakuja jumla. Sasa Uchina ni tofauti. China inaweza ikafanana na Irani katika muktadha huo, kuwa ni nchi ambazo zinaweza zikiingia mkataba zinahisi kuwa huu ni mkataba, lakini kuingia makubaliano na Marekani inategemea nani yuko White House. Sasa ni uamuzi wa China kuamua kuwa wataendaje. China wanaweza kudumisha, lakini nilizungumza na nyinyi juzi nikawaambia kuwa Trump wakati anasema kuwa proposal ile majibu ya Irani yalikuwa ni takataka, hakutoa maonyo makali kuwa tutarudi kuwashambulia tufanye nini, japo kuwa ilionekana taarifa kama atakutana na crew yake waweze kukaa wazungumze kuhusu masuala ya usalama au wakutane wafanye nini, ilikuwa ni sahihi, lakini hapakuwa na taarifa kusema mpaka lini tutawashambulia. Niliwaambia majibu yote yatakuja baada ya ziara ya China ambayo ataimaliza Ijumaa. Hapo ndio tutakuja kupata majibu kuwa nini kinakuja kutokea. Anampa kazi China aimalize, kwa sababu kama China anaweza kuamua okay, Irani leta urani yako itakuwa kwangu,
Kwa ofa gani? Kwa ofa wewe unajidhamini, najidhamini. Maana Iran anatafuta dhamana ile, kwa nani anaweza kujidhamini kwa hili, kwa sababu 2015 tulitoa Iran ikaenda Urusi, halafu tukakaa miaka mitatu, baadhi ya vikwazo haviondolewa wakati wa Barack Obama, halafu wakarudi wakatusanction tena mwaka 2018, halafu wakazidisha uchokozi wao dhidi yetu, wakaanza kutushambulia, wamekuja kuanzisha vita. Nani anakuwa bondi? Licha ya kuwa China pia naye alikuwa kwenye mkataba wa JCPOA akiwa mwangalizi, lakini China na Urusi wenyewe walibaki kwenye njia yao tofauti na mashahidi wengine wa mkataba huo kama Ufaransa, Uingereza na nchi zingine. Wao walikuwa wanamshinikiza Irani abaki kwenye mkataba, aheshimu yaliyo katika mkataba. Halikuwa katika mkataba wa Marekani na Irani, hali ya kuwa mmoja wa mkataba hayupo, Marekani kaondoka kwenye mkataba, lakini wao walimshinikiza. Lakini China na Urusi walijaribu kwa nini aendelee kuheshimu mkataba ambao haupo? Kwa hiyo iko hivyo. Sasa lolote linaweza likatokea, na huwa sipendi kumaliza maneno. Napenda kusema kuwa muda utatupa majibu, kuwa tunaweza tukashuhudia mabadiliko yoyote yanayotokea kwa sababu tu kuna China, Iran, Urusi. Je, China atalimaliza hili swala? Nimekosa muda wa kuzungumza na wewe kuhusu Taiwan, ila kwa sababu bado Donald Trump yuko hapo, nitakuja tuyajadili vizuri, kwa sababu hii pia ni mada kubwa sana, na ndio Rais Xi Jinping alivyosema kuwa swala la Taiwan ndio litaamua uhusiano wetu. Mimi na Marekani tutabaki vipi, marafiki au maadui? Swala hilo litakuwa. Marekani hivi karibuni iliidhinisha uuzaji wa silaha kwa Taiwan wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 14. Amri ya Trump na sahihi ya Trump tunasubiri waisaini silaha ziende kule. Je, zitapelekwa au China naye kaisha mbana hapa? Kwa sababu nimekwambia kwa ziara hii Trump anakwenda akiwa ni underdog. Maamuzi mengi yako upande wa China na China atatoa masharti yake kwenye hili. Jamani, niwatakie kila la kheri na inshallah tutakutana hapo mara nyingine. Shukran sana na asanteni.